Lakini Mheshimiwa Steven Baya mpaka hivi tunavyo, yeye mwenyewe anajua ni one time. Alipokuja ground wakati ule alikitaka tumchague, alikuwa na maono tofauti sana na tukamwamini sana. Mimi nikirudi upande wa mwakilishi wadi, yule bwana ni one time. Na hiyo programu imeletwa na mstahiki gavana Mheshimiwa Mng'aro, yeye ndo ameleta hiyo program ya kusupport. Sasa yeye tu amewekwa asimamie. Inakuwaje family kubwa ya Sports One Media? Naitwa MC Bizo Saba, niko na Super Michael Katereski mwenyewe, au sio? Bana, leo tumekuja na show mpya kabisa. Hii hapa ni meza ya siasa. Kumbuka ni show ambayo tutakuwa tunaileta kwako kila siku ya Jumatatu. Tutakuwa tunaongelea siasa za hapa nchini Kenya, mambo yalivyo kwa uhalisia, na pia tutakuwa tunapata maoni kutoka kwa watu tofauti tofauti kuhusiana na swala hili la siasa. Inakuwaje bro? Nakumbuka kwamba kila siku ya Jumatatu tutakuwa tunafanya hivi, na kumbuka mambo ya siasa. Kumbuka siasa ndo uti wa mgongo wa Kenya tunavyosema, kwa sababu michezo inaegemea siasa, entertainment inaegemea siasa. So tutakuwa tunaongelea masuala ya siasa kuhakikisha kwamba tunawekana sawa, tunarekebisha wapi, tunapunguza wapi. Pia tutakuwa tunapata hisia tofauti tofauti kutoka Fredrick Tanzi mwenyewe ndo mgeni wetu leo ambao tutakuwa naye ndani ya Sports One Media. Tutakuwa tunachambua naye masuala tofauti tofauti kuhusiana na siasa. Bana, kwanza kabla tuende kwa mgeni wetu, vipi wewe siasa unachukuliaje kwanza? Siasa kwangu, kwa sababu Kenya ni nchi ya siasa, mimi pia ni siasa. Kweli. Mimi naweza nikasema tu hivyo. Lakini yote 9, 10 tutakuwa tunazidi kujua mbele. Karibu sana mgeni wetu Fritech Cyber. Mimi napendelea kukuita Fritech Cyber CEO, lakini ni Fredrick tayari Tanzi. Mambo vipi bro? Mambo fresh kabisa. Fresh kabisa. Shwari kabisa. Karibu sana ndani ya Sports One Media, na hii ni meza ya siasa ndani ya Sports One Media. Karibu sana. Asante sana na nimefurahi kuwatembelea leo. Kwanza unajisikiaje kwamba leo umepata nafasi ya kuongelea siasa? Mimi najisikia vizuri sana kwa sababu siasa ni jambo ambalo nalipenda, na kama imefika na wakati wa kuliongelea nafurahi zaidi. Wengi wanakujua lakini wachache hawakutambui. Kwa faida ya wale ambao hawakujui, pengine ungeipata kujitambulisha ili waweze kukujua tukiendelea. Mimi kwa majina naitwa Fredrick tayari Tanzi. Mimi ni kijana natokea Gongoni na ni mfanyi biashara. Ni hayo tu. Vyema kabisa, mfanya biashara huyu, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Bana, leo ikiwa ni Jumatatu ya kwanza ya meza ya siasa, tutakuwa tunaangazia siasa ya Magarini sub county. Ama unaonaje katika bila shaka tutakuwa tunaingia kwa kina zaidi kuhusiana na siasa ya hapa Magarini, tukaweze kuchambua kile ambacho kinajiri, kile ambacho kinatarajiwa kujiri, kwa sababu mwaka ujao tutakuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumzia masuala ya hapa Magarini. Na tukianzia Mheshimiwa Fredrick tayari Tanzi. Bana, wewe siasa ya Magarini unaionaje mpaka kufikia sasa hivi? Siasa ya Magarini si nzuri. Siasa ambayo iko na changamoto nyingi sana. Tukiongelea kwamba ni siasa ambayo iko na changamoto nyingi, labda tuseme tukianzia tangu umeanza kuifuatilia siasa miaka hiyo ya nyuma, tukija kwenye siasa ya Magarini, umehisi ni jambo gani ambalo limekuwa ni donda sugu halijaweza kupata tiba mpaka sasa hivi, na bado ukiangalia kuna kazi kubwa sana ifanyike? Mimi upande wangu nikiangalia kitu ambacho kinachangia siasa ya Magarini kuna changamoto ni viongozi wetu si wabunifu. Maana sisi tunatarajia tukichagua kiongozi awe ni kiongozi ambaye atabunisha kazi, ni kiongozi ambaye atasupport makundi mbalimbali, atasupport sekta zote. Lakini sasa ukiangalia siasa ya Magarini imeegemea sekta moja, ambapo ni sekta ya elimu. Wanafunzi kweli wanafaidika, na baadhi ya wanafunzi wanafaidika na hizo basari za CDF. Lakini ukiangalia mimi nikitaka nisome baadaye nije nipate ajira,
lakini kama nitasoma alafu baadaye ile elimu yangu iwe haitakuwa supported na kiongozi ama viongozi wetu, itakuwa ina umuhimu gani? So viongozi wetu kuifanya siasa Magarini na kwa changamoto ni ile hali ya kwamba hawana ubunifu, hasa upande wa maendeleo ya Magarini. Umezungumzia ubunifu, kuna swali ningependa tu kukuuliza, kwa sababu baadhi ya viongozi wanasema kwamba mgao huo unachelewa. Je, mimi kama kiongozi nitabuni vipi kwa mgao umechelewa? Mgao wa kifedha hasa kwa ugatuzi kutoka kwa serikali kuu. Hayo ni mambo ambayo wao pengine ni njia ambazo hutumia kuambia sisi wananchi, lakini sisi imani yetu ni kwamba tukishakuchagua kama kiongozi ndio tuletee maendeleo na ututengenezee kama ni ajira. Sasa ukianza kuleta mgao unachelewa, wewe ndio usukuma ile mgao ipatikane ama ni sisi wananchi ndio tusukume hiyo maneno? No. Sisi tukikuchagua kama kiongozi tunategemea kwamba tumepata mwakilishi, sauti zetu zisikike kama ni bungeni, mahali kwenye mwananchi wa kawaida hawezi fika, wewe mwenye ambao umechaguliwa kama kiongozi unafaa ufike, ili kwamba kile kilio cha mkazi wa Magarini kiwe kitasikika pale. Lakini kama utakuja na malalamishi, mbona wewe mshahara wako unapata kila mwezi unatambia mgao hujafika, lakini mshahara wako kila mwezi unapata. Kwa hiyo hilo si jambo la kwa viongozi wanajitetea. Wao ni wabuni kazi, watafute namna ya kwamba vijana watapata kazi, waanzishe miradi ya kusapoti kama ni vijana, kama ni akina mama, wazee kwa pamoja, ili mradi uwe na usawa kwa kila. Lakini ukisema kwamba mgao unachelewa, hapo kusema ule ukweli kiongozi hujatuambia kitu. Kweli. Miaka mingi iliyopita wananchi wamekuwa wakichagua viongozi kutokana na experience. Unapata wananchi ni waoga kuchagua mtu fresh ambaye hajakuwa kwenye uongozi, kumweka pale kwenye uongozi. Wanasema labda acha tumregeshe huyu kwa sababu huyu amekuepo na anajua hivi na hivi na hivi, so anawekwa pale. Vipi kwa njia hii unahisi ni sahihi ya siasa zetu za Magarini kuinuka ama maendeleo kuwepo? Unajua MC Bizo Saba, tukiwa tutakuwa na uchaguzi wa rudia kwa sababu ya masuala pengine tunasema huyo ako na experience, huyo ako na experience. Vizazi vinakuja kizazi baada ya kizazi, na kuna watu wanaenda shule kupata elimu na kufunguka akili. Sasa kukiwa kumetokea mwanasiasa fresh na ako na maoni mazuri ya Magarini, alafu sisi ile akili yetu ya kizamani tunasema fulani kama alikuwa anaweza, mbona asingefanya huko nyuma? Mpaka sasa tunaingiwa na imani ya kwamba huyu tukimrudisha anaweza akatuletea maendeleo. So kiupande mwingine mimi naweza nikalaumu sisi wananchi wenyewe wa Magarini, kwa sababu ya ile hali ya kwamba hatutaki kuamini wale wanasiasa wachanga. Lakini kusema ule ukweli, kila mwanasiasa ako na sababu yake ya kuingia pale. Kuna wengine wanaingia kwa mamlaka, kwa manufaa yake binafsi, na kuna viongozi wengine wanaingia pale wakiwa wana malengo ya kuendeleza kama ni Magarini. Lakini tukisema kama tuchukulie kama ule mbunge wetu ambaye yuko current MP ambaye ni Mheshimiwa Harrison Garama Kombe, huyo kwa sasa amechaguliwa takriban mara ya 4 sijui. Lakini sasa je, ni lipi ambalo wewe kama ama sisi kama wakazi wa Magarini tunaweza tukajivunia nalo mbali na elimu? Kwa sababu mambo ni mengi kiongozi anaweza kuyafanya. Pale bungeni sisi tunafuatilia miswada ambayo inawekwa pale kwa bunge, lakini sasa miswada ni mingi ambayo inaletwa pale. Lakini ukiangalia, ukija upande wa Magarini utapata mheshimiwa ameegemea tu pesa ya CDF. So hapo kwa kurudia ndo tunafeli. Mara nyingi hapo ndo tunatufelisha. Lakini kama inawezekana mwananchi wa Magarini sahihi akiamka, akiwa anaweza akachukua hatua ya kuchagua kiongozi fresh, na kitokezea kiongozi fresh ambaye pia ako na maono ya kutuambia mpaka tukoona kweli haya anaweza, acha tumpe nafasi, kwa sababu wale already ambao tulishachagua washatufelisha. Kusoma peke yake bila ajira hakutasaidia mahali popote. Ndio. Na bila shaka sasa hivi vijana wengi wamejitokeza kwa kinyang'anyiro cha mwaka ujao
wanatafuta viti vya uongozi. Nakumbuka last year, mwaka jana, tulikuwa na kijana pale alikuwa anawania kiti cha MP, alikuwa anatafuta kiti cha ubunge. Ndio. Amos. Na sasa hivi Amos ndio. Na sasa hivi kuna baadhi ya vijana ambao wamejitokeza kuelekea kwa uchaguzi unaokuja. Pengine ni kipi ambacho kitatufeli sisi kama vijana, kwa sababu vijana wamejitokeza wengi sasa hivi, ama ni kipi ambacho tutajivunia sisi kama vijana endapo vijana wengi watakuwa kwenye uongozi? Kwanza kabisa kijana akipata hiyo nafasi ya uongozi, yule kijana akili yake ni fresh, malengo yake ni mengi, na pia kuna uwezekano mkubwa kijana akaleta mabadiliko, kwa sababu yeye tuseme bado akona matumaini ya kwamba angetaka kuendelea kwa kwenye uongozi. So matumaini yetu kama vijana ni ile hali ya kwamba kwanza sauti yetu kule kama ni bungeni itakuwa inasikika, tuko na mwakilishi, na pia itakuwa haina ugumu ile mimi kama kijana kwa approach kijana mwenzangu kumuelezea matatizo ya magarini. Sasa mimi kiupande wangu ama kimaoni yangu, upande wa vijana kujitokeza ni vizuri, kwa sababu pia kijana si ni mwananchi na kama akona maono ya kuwa kiongozi, mbona tumnyime? Unaona? Kwa hiyo kiupande wangu hilo swala la vijana kujitokeza kuwania hizo nafasi za uongozi, mimi nakuta ni jambo ambalo ni jambo shwari kabisa. Hapo kwa vijana wengi kwa miongo iliyopita miko kitumika vibaya sana, hasa wakati huu wa uchaguzi. Na sasa hivi kuna baadhi ya vijana ambao wanajitokeza kutafuta hivyo viti vya uongozi. Lakini pia vile vijana wengi wamekuwa wapiga kelele, lakini sasa ikija ni upande wa kuvote hauonekani. Pengine hapo unaweza kupazungumzia vipi? Mimi sasa upande wa kuongea na vijana, ningewashauri tu vijana wenzangu wale ambao wako na maono na wale ambao wanaumia kuhusiana na masuala ya uongozi. Sasa kuna hii ya tuko kadi ya kuandikisha wapiga kura. Ningependa kuongea na vijana, kama kweli unahisi hili jambo linakuumiza, jambo la uongozi, hii ni nafasi yetu sasa kama vijana tuamue ni kiongozi gani tunataka. Na kuamua si kuamua tu kwa kusema. Uende pale kwa IEBC uchukue kadi yako ya kura wakati wa uchaguzi. Kuchukua kadi ya kura pia si kwamba wewe umepiga kura. Wakati wa uchaguzi ujitokeze mapema. Tunajua vijana ni watu wa kupuzia mambo, lakini sasa wakati wa uchaguzi vijana tujitoe, tuende pale kwa debe tupige kura kwa wale viongozi tunataka. Nafikiri hiyo ndio itakuwa ni njia ya pekee ya kukomboa vijana. Kwa sababu sasa shida hiyo yenye umesema, vijana wengi tunatumika kupiga makelele, kufanya maandamano, lakini hatujitokezi haswa wakati wa kuchagua viongozi. Ambapo hapo sasa ndo sisi vijana huwa tunafeli kabisa. Tunatumika vibaya, tukipata shilingi 50 kwa hiyo ndio tutapiga hapo, lakini hakuna kitu ya maana ambayo So jambo la muhimu kabisa ni tuchukue kadi za kura kama vijana, ujiandikishe, na wakati wa kupiga kura uende upige kura. Naam, vyema kabisa. Kumbuka tuko naye hapa Fredrick Sanzi, CEO wa Freetech Cyber. Tunaweza kuwa naye hapa kwenye Sports One Media, hususan show kabambe kabisa ya meza ya siasa. Naitwa MC Bizo7. Mimi naitwa Michael Katereski. Nakumbuka kwamba Sports One Media imepartner na G-Town Records. Kwa hivyo kama wewe ni msanii ama pengine wewe ni mtu wa video unapenda kuwa behind the lens, fika G-Town Records na bila shaka utapata mwelekeo zaidi. Wewe kama ni msanii, umekuwa na ndoto ya kuwa kama akina Mtalii, umekuwa na ndoto ya kuwa kama akina Virus Vina, wasanii wote, fika G-Town Records na bila shaka utapokelewa kwa uzuri hata zaidi. Kumbuka pia tunafanya advertisement. Iwapo wewe ni mwanabiashara na unahisi biashara yako inafaa kutambulika, tufikie pale, tutakuwa tunakuwekea namba zetu pale kwenye bio yetu, TikTok pia vile YouTube. Tufikie, fanya kazi na sisi na bila shaka hautajutia. Tukiendelea kuongelea siasa yetu ya Magarini, bunge la mwananchi wao linafanyika baada muda gani? Kusema kweli, bunge la mwananchi mara nyingi hapa Gongoni ama hapa Magarini utalikuta tu kwa bezi tofauti. Na halina siku maalum ambalo hilo linafanyika. Utakutana na wazee pengine wanacheza vile michezo yao ile ya draft nini, vigogo
utapata pale ndo ni kama kuna bunge la mwananchi. Unahisi hili bunge la mwananchi linaweza likawa msaada mkubwa kwa vijana kupata elimu kuhusiana na kuchukua kura na pia kupiga kura? Endapo vijana watajitokeza na kupenda kusikiliza, hilo bunge la mwananchi linaweza likawasaidia pakubwa sana. Lakini sasa tatizo letu haswa hapa area yetu, utapata vijana ni watu wa kupuuzia. Mahali popote kwenye kuna wazee hawataki kutangamana pale. Ni shughuli zao tu bize, lakini kiupande mwingine bunge la mwananchi linaweza likasaidia pakubwa endapo kijana mwenyewe atajitokeza na kutaka kujua kunaendelea nini. Naam, vipi unahisi maendeleo ama miswada ya hapa kwetu Magarini, mbali na hii elimu ambayo tayari umeiongelea kwamba inafanya vizuri, sekta ya elimu inafanya vizuri, unahisi ni vitu gani vingine ambavyo havijaangaziwa na ni muhimu sana na vina faida kubwa sana kwa mwananchi wa Magarini? Mambo ni mengi. Unajua saa hizi mimi vile ninavyojua, ukiangalia mbali na Magarini, hizo sub county zingine, kama nimesikia kwamba mbunge wa hizo sub county zingine huko wamekuwa wakitengenezea vijana hizi passports. Unaona, wanatengeneza passport na pia bado wanawalink na kazi za nje. Tunajua Kenya haina kazi. Lakini ikitokea nafasi kwamba mbunge amekuja na mbinu kama ile, vijana ni wengi, pesa iko kwa serikali. Achukue tu kila awamu, achukue kama vijana 20 tu, ama kila kijiji achukue vijana kadhaa, watengeneze, wasimamie passport, awatengenezee, wafanyie connection za kazi za majuu, hizo ajira majuu, something like that. Na pia kuna hizi kazi za meli ambazo zinatokea, na hizo kazi huwa zinatokea zinakuja direct kwa wabunge, meza za wabunge, ambapo nafasi kama hizo pia huwezi pata kama hauna passport. Ingekuwa mbunge wetu akona maybe akili kama hii ya kubuni vitu kama hivi, ingekuwa anasaidia pakubwa sana. Lakini ukiangalia mbunge wetu ni yeye sana sana tutamuona wakati anataka kura. Naelewa. Na hiyo basari yenye itakuja itagawanywa, utasikia iko na siku maalum. Mbona ipangiwe tu siku maalum? Mbona ofisi ya CDF isiwe tu ni wakati mtu akitaka kwenda apply basari? Mbona iwekewe siku tu maalum ya kwamba unaona? So kitu kingine ni kusupport hata makundi ya vijana, kusupport makundi ya kina mama, unaona? Kwa empower by youth na hao kina mama ni jambo ambalo pia lingekuwa linasaidia pakubwa, mbali kabisa na hiyo elimu. Na si kwamba haya yote hayawezi kufanyika, kwa sababu serikali tunaona iko na hizo vitengo, lakini kama haviangaliwi, si unaona hapo ndo kwenye shida. Yeah. Naam, Kasereski, sasa hivi tunavyoongea tukiongelea siasa ya Magarini, kwanza tutoke kidogo kwenye ubunge turudi kwenye mwakilishi wadi MCA wa Bongoni. Sasa hivi vijana wamejitokeza wengi sana, takriban 20 hivi wakiwa wanataka kuingia kwenye debe kugombea kiti hiki cha mwakilishi wadi. Vipi, kabla tusikie maoni ya mgeni wetu, wewe unahisi ni njia ipi ambayo tunaweza tukaifanya ili tupate viongozi ama kiongozi mmoja ambaye atakuwa anawakilisha hiyo nafasi kwa hapa Gongoni, alafu pia kutoke na au hizo sehemu nyingine? Okay, kimtazamo wangu kuhusiana na siasa la jinsi ilivyo hapa Gongoni, wengi wanasema area MCA ambaye kwa sasa hivi yupo Steven, wengi sana wanasema ni one term, unaona? Lakini sasa ukisema one term, wewe mwenyewe unastahili kuwa na reason ya kusema ni one term. One term alafu ndo nani anakuja? Na huyo anaikuja, je, pengine ataleta mabadiliko gani? Unaona? So kitu ambacho mimi naweza nikasema ni kwamba kama watu wanasema one term, lazima wakuwe na sababu za kwa nini wanasema one term. Na yule mtu ambaye kwamba atakuwa mrithi wa huyu one term, inastahili atambulike mapema, kwa sababu sasa hivi hatujui ni nani atakuwa mrithi wa baya. Ndio maana kuna siku niligusia nikasema itakuwa vyema, kutokana na kauli ya mmoja wa wachambuzi wa siasa, itakuwa vyema iwapo hawa wote ambao wanatafuta viti vya urais waweze kuwa kwa debe
kwa debate. Tusikize zile sera zao na pia wasikize kutoka kwa wananchi. Mwananchi aulize swali, tuone vile ata respond. Tutakuwa tunawachuja polepole. Iwe kama mdahalo. Alafu pia hao wenye wanatafuta hivi viti, itabidi itakuwa vizuri wakikaa wenyewe wajue huyu kulingana na maono ya huyu naona yanayoweza zaidi yakafanikisha Gongoni kuliko tusiwe na ile wivu chuki, kwa sababu hiyo ndio chuki binafsi haitatufanya tuendelee. Unaongeleaje mwakilishi wadi wa hivi sasa ambaye ni Stephen Baya Mwaru, tangu ameingia kwenye kiti, maendeleo yake ama ajenda zake mpaka sasa hivi ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao? Michael Kasereski na Bizo Saba. Mimi nikirudi upande wa mwakilishi wadi, yule bwana ni one term. Kwa sababu alipokuja ground wakati ule alikitaka tumchague, alikuwa na maono tofauti sana na tukamwamini sana, lakini tukawa tumefanya uamuzi mbaya sana ambao tunajilaumu nao. Kwa sababu hata hivi tunavyoongea, mimi binafsi ama hata ukiuliza mwananchi yote wa Gongoni wote, sidhani kama anaweza akakuonyesha kitu ambacho anaweza akasema huyu MCA anarudi. Ila nimesikia amekuwa akisupport sana wanafunzi ambao wanamaliza darasa la 8 na kuwapeleka shule. Sijui kama jambo hilo. Hiyo program iko Kilifi County yote, na hiyo program imeletwa na mstahiki gavana Mheshimiwa Mng'aro. Yeye ndo ameleta hiyo program ya kusupport. Sasa yeye tu amewekwa asimamie, so ni jambo ambalo hangeweza kulikataa, na nielewa. Lakini yeye binafsi pale bunge la county ni mambo mengi ambayo pia yanaongelewa pale. Sijaona jambo ambalo yeye anaweza sema amelileta yeye kama yeye. Nafikiri nimegusia huko nyuma nikasema kwamba kiongozi lazima awe ni mbunifu. Lakini Mheshimiwa Stephen Baya mpaka hivi tunavyo, yeye mwenyewe anajua ni one term. Yeye mwenyewe bila hata pingamizi. Kuna baadhi ya miradi ambayo kwamba tumeiona imehusishwa naye. Miradi kama ya Kabro na pia hiyo barabara kuelekea Hallways. Pengine tu uweze kumpiga na kushoto, pia uweze kumpokea na kulia. Karibu kutathmini. Unajua mwananchi kama hajui atasema yeye ndo ameleta ile miradi. Lakini wale huwa ni wasimamizi. Na kusimamiwa ni kwamba kitu ishapangwa tayari na gavana. Ili jambo lifanyike. Naelewa? Kwa mfano turudi upande wa serikali kuu. Kuna hii program ya housing. Unaona? Ukiangalia utapata hizo manyumba zinajengwa kila mahali. Huwezi niambia ni gavana ameleta ule mradi pale. Naelewa? Na si hapo, kwa hiyo maybe kwa hiyo county si kuna gavana. Lakini je, ni gavana ameleta huo mradi pale? Si gavana. So yeye amekuwa pale kama msimamizi. Huyu MC wetu naye, hii ni miradi ambayo iliwekwa na gavana mwenyewe kwamba kwenye manifesto yake lazima atatengeneza barabara. Na yeye ni sawa kabisa ile kwamba asimamie miradi ambayo amepewa na bosi wake pale, na ni sawa vile inafanyika. Lakini ukiangalia sasa yeye mwenyewe miradi yake ambayo yeye binafsi anaweza sema mimi nimefanya mradi huu. Unaona? Binafsi hakuna. Mradi midogo tu hizi za kuleta tenti za watu wa bodaboda nini. Sasa hizo vitu ziko wapi? Hata kama kuletwa vitenti kidogo kidogo tu ambavyo vilikuja na havikuchukua muda vikaisha na havikufuatiliwa tena. Ndio. Unaona? Sasa kitu kama ile unaweza ukamwambia mwananchi kweli mimi nimefanya hii kitu hii? Hakuna kitu kama hiyo. Kina mama pale sokoni, hilo ni jukumu lake kabisa, ajue kwamba hili soko tumetengenezewa na akina mama yetu wanafaa wakae hivyo. Akina sasa ukitembea pale kwa soko utapata huu msimu wa mvua mama wanauza vyakula vyao pale, maji yanapita. Hakuna mpangilio wote wa drainage system yetu ya Gongoni
ni jukumu ambalo yeye binafsi ni jukumu lake aliangalie hapa Gongoni tu. Lakini kama ushatembea vizuri hapa Gongoni, sasa utapata hakupitiki kila mahali kwa sababu system ni mbaya. Na yeye alikuja akachokora chokora hapo kwa hizo mitaro siku moja, na hivyo ndio ikapotea. So sioni kama kuna kitu ambayo yule bwana ana mwakilishi wadi ambaye amepita ni Kiraga. Alichukua misimu mitatu. Ilikuwa misimu mitatu. Ndipo tangu gatuzi. Ndipo akaja wananchi wakamchagua Bayamwaro. Unahisi huu muda ni mchache kwake, pengine ndio maana hajafanya hayo yote, lakini akiongezewa muda anaweza akaleta maendeleo? Nani sasa huyu Bayamwaro? Kiongozi mzuri, hata umpe miaka miwili ataonyesha tu. Lakini kama miaka yote mitano kwake ni kidogo, basi sioni kama anahitaji muda mwingine wa kuongezewa, kwa sababu huo ni muda mwingi sana kwa kiongozi mwenye malengo. Na bila shaka tunavyojua Pwani nzima kwa ujumla ni ngome ya ODM, na sasa hivi area MCA ambaye ni Stephen Bayamwaro, juzi niliona clip akiwa ODM. Je, pengine sasa hivi ODM itaendelea vile ilivyokuwa, ama baada ya Raila Odinga kufariki mambo ya ODM pia atakuwa amekufa? Kwa sababu wengi wamezoea kwamba wakisema ni machungwa sita, wameanza chini mpaka juu. Je, pengine ambavyo Raila Amolo Odinga hayati ameweza kulala, pengine tunatarajia kipi kuhusiana na ODM? Mr. Kasereski, mambo sahihi ni tofauti. Naam. Mambo sahihi machungwa sita ni tofauti. Mwananchi amechanuka. Sidhani kama hiyo system itaendelea kutumika tena. Acha machungwa sita, hata ikaja wheelbarrow sita, kisha siku ambavyo itakuwa mwaka huu. Sasa hii wananchi wamechoka na hiyo system ya machungwa sita, sijui wheelbarrow sita, majogo sita. Hiyo maneno sahihi imeisha. Watu wanaangalia kiongozi. Unanielewa? Watu wanaangalia kiongozi. Kwa hiyo hilo la machungwa sita, sijui wheelbarrow sita, hayo ni mambo ambayo kwa huu uchaguzi tunaoenda ni jambo ambalo sidhani kama litaweza kuchukua nafasi. Kwa hiyo Mheshimiwa Bayamwaro kujiingiza katika chama cha ODM si suluhisho ya kwamba yeye atarudi. Elewa. Na chama cha ODM kwamba hakina umaarufu kwa sababu ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alikufa. Pia hilo siwezi sema liko na nguvu, kwa sababu chama ni watu, na Mheshimiwa Raila aliacha chama kikiwa bado kiko mikononi mwa watu. So labda tu uongozi ama ile management ya chama ndio itakaoleta shida. Kwa hiyo sasa tunaona changamoto za ODM, lakini na imani wakija pamoja, wakiamua kuchangamua hilo jambo, wanaweza wakafanya mambo makubwa. Umeweza kutuambia changamoto ama mambo ambayo hayajafanyika hasa wakati huu ambao Mheshimiwa Bayamwaro alikuwa kwenye uongozi, na sasa hivi tunaelekea debeni kwenye upigaji kura mwakani. Wamejitokeza wengi sana, wazee pamoja na vijana. Hiyo ni kuonyesha ni hali gani wako na uchungu sana na jambo hili ambalo liliweza kufanyika katika hii miaka yote. Lakini unahisi njia sahihi ya kumpata kiongozi ambaye atakuwa sahihi? Kwa sababu hata wakati anachaguliwa MCA ambaye yupo sasa hivi hatukujua kwamba itakuwa ilivyokuwa. Lakini kutokana na kwamba alikuja akatuelezea ajenda zake na sera zake zilikuwa sera ambazo zilitujenga sisi kama wananchi, tukaweza kumpigia kura mpaka tukaweza kumfanya kiongozi. Sasa hivi ni njia gani ambayo unahisi wananchi waitumie ili wasiweze kudanganyika tena katika uchaguzi wa mwakilishi wadi? Sasa hivi unajua, wakati wa kampeni watu wengi wao wanaangalia pesa. Na ukiangalia wakati ule Mheshimiwa Stephen Bayamwaro alichaguliwa kwa sababu alikuwa ako na godfather ambaye alikuwa anaachilia pesa vizuri. Na hapo ndo sahihi watu wameanza kujuta napo, kwa sababu
washaona zile athari za kuchagua kiongozi ambaye anatoa pesa. Kama unachagua kiongozi kwa sababu ya kwamba umepata amekupa pesa nyingi, je, ushawahi kujiuliza kwamba zile pesa anazitoa wapi? Je, kama amezikopa alafu baada ya uchaguzi atake aziregeshe, yeye ataangalia wewe mwananchi ama atalipa madeni? Unaona sasa. Kwa hiyo saa hii mimi kama kuambia wananchi wa Gongoni ama watu wa Magarini kwa ujumla ni kwamba kwa saa hii tufanye uamuzi wa kisawa, tusiangalie viongozi ambao wanakuja wakitupatia pesa. Wale ambao wanatupatia pesa hatujui pesa wanazitoa wapi, haujui pesa ameenda akakopa kwa bank, baadaye atataka kulipa hiyo pesa. Unaelewa? Sasa kama amechaguliwa alafu sasa anataka kulipa hiyo pesa, atafanya maendeleo ama atakuwa analipa madeni? So mwaka huu wenye tunaenda wakati wa uchaguzi, ningependa viongozi ama wananchi tukichagua viongozi tuangalie kiongozi ambaye ana malengo, lakini si kuchagua kiongozi kwa sababu ametupatia shilingi ngapi. Hapo ningependa pia wananchi wenzangu tukue makini sana kwa masuala kama haya. Sasa nikiongezea hapo, pengine unajaribu kutuambia kwamba kile kitu kidogo ambacho kinatolewa na hawa wanasiasa tujaribu kukiepuka ama tule, lakini uamuzi tukao. Tule. Ukipata mwanasiasa akikuletea pesa wewe chukua huko. Lakini sasa kura ni wewe peke yako ndio utaenda kupiga. Na viongozi watakaokuja ni wengi, kama vile umesema viongozi ni wengi wanaotaka hichi kiti cha MCA. Lakini sasa kila kiongozi atakuja na malengo tofauti. Sasa sisi ni tukue makini tu kuchagua viongozi na mambo mengine yataendelea. Kiongozi yupi ama ni mgombea yupi ambaye sasa hivi ajenda zake zimekugusa kwa sasa? Mimi binafsi mimi ni kijana na ni lazima nitasupport vijana wenzangu kwa swala kama hili, maana ukiangalia wanasiasa waliosimama huko nyuma hakuna kijana ambaye amepewa nafasi. So kiupande wangu mimi nitachagua kijana mwenzangu, na huyo kijana sio mwingine ni Mheshimiwa Mose Chengo Mramba. Na yeye ndio kiongozi ambaye kwa sasa nimeketi naye muda mrefu na nimesikia maoni yake, na endapo itatokea nafasi ya kwamba niseme na kiongozi hasa MCA wa Gongoni, nitamchagua huyo kijana mwenzetu. Kumbuka Sports One Media ni media huru ambayo inaweza kuongelea siasa kwa pande zote. Sijui kama itakuwa vyema mgeni wetu akiweza kuongea na wananchi kuhusiana na ama aweze kuwaelekeza wananchi kuhusiana na huyu Mose. Unalionaje hilo mwenzangu? Okay, kwa sababu ya muda nahisi kwamba tukimpata Mose vizuri, I think tutapanga na tutakuwa na Mose. Baadhi ya hao viongozi ambao kwamba wanatafuta hizi nafasi, kwa sababu yeye ataongea lakini itakuwa si kauli yake moja kwa moja. So tutahitaji ile kauli yake Mose ama pengine kiongozi mwingine ambaye anatafuta hicho kiti moja kwa moja. Tukimalizia tu pengine tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka 2027. Pengine ni kipi ambacho unaweza kuambia vijana? Mimi ningependa kuambia vijana wenzangu wasitumike, wasikubali kabisa kutumika na wanasiasa. Kijana kama ameamua kufanya maamuzi, acha afanye maamuzi kama yake binafsi, asifanye maamuzi kwa sababu ya mtu fulani. Na pia ningependa kuambia vijana, hii ndo nafasi sasa ya kuleta mabadiliko hapa kwetu Gongoni. Ikiwezekana sasa tayari vile ambalo ili zoezi la kuchukua kadi za kura linaendelea, vijana tujitokeze tuchukue kadi za kura ili kujitayarisha na uchaguzi mkuu mwakani 2027. Hilo tu ambalo naweza nikaongea na kijana kwa sasa, na naona ni jambo la muhimu sana kuja kijana kulichukulia hatua. Naam, mtazamaji, hii ni Sports One Media na tumekuwa naye mgeni wetu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Fredrick Tanzi. Tumeweza kuongea naye, ameweza kushare na sisi maoni yake yeye binafsi kuhusiana na siasa hususan ya hapa kwetu Magarini. Katereski, unahisi kupitia kipindi hiki mwananchi ataweza kunufaika vipi? Hapa tutakuwa tunaongelea masuala mengi ya siasa. Kumbuka hii ni Sports One Media, inadili na mambo ya entertainment, inadili na mambo ya sports, inadili pia vile vile na mambo ya siasa na business na biashara. So
kupitia kipindi hiki, wewe ambaye kwamba pengine umefungika kimawazo, tukileta watu kama hao utakuwa unasikia kauli tofauti tofauti, watakuwa natuelimisha, tunaweza kufunguka akili zaidi. Kwa hivyo nahisi kwamba kitakuwa cha manufaa zaidi kwa yule mwananchi ambaye tunamtarajia kwamba yeye ndo atakayepiga kura mwakani. So kitakuwa na manufaa zaidi. Cha kuongezea ni kwamba kumbuka kwamba Sports One Media imeweza kupartner na G-Town Records kuhakikisha kwamba inakuletea kipindi hiki cha meza ya sport ama meza ya siasa. Kumbuka kwamba G-Town Records ni studio ya muziki na pia vile vile ina train maproducer, ina train pia vile vile wanasa video. Kwa hivyo iwapo pengine unatamani kuwa mwimbaji, usilalie kipaji ukiwa pale. Tunavyosema fika G-Town Records, tutakuwa tunapin namba zao ndio hizi hapa. Na moja kwa moja utakuwa unazungumza nao uweza kufika. Kumbuka G-Town inapatikana wapi? Bila shaka G-Town inapatikana maeneo ya Gongoni. Gongoni unapofika shule ya msingi ya Mapimo, ni kama mita takriban 20 mpaka kufikia hapa. Kumbuka kwamba ipo katika madrasa ya wanadada mkabala na hospitali ya community ya Chadi. So ukifika tu kwa hospitali ya Chadi, tunafanya advertisement ya Chadi. Sawa. Tunafika hospitali ya Chadi pale, na bila shaka studio iko tu area. Usisumbuke, namba zao tutakuwa tunakuwekea hapo. Kumbuka vile vile kama wewe ni mwanabiashara na ungependa biashara yako itambulike kwa ukubwa zaidi, fanya mawasiliano na sisi, tutaweza kufanya mauzo ama advertisement ya biashara yako wewe kama mfuatiliaji wa Sports One Media. Kumbuka bei zetu ni bei za kuongea. Bila shaka hatukufinyilii sana, tunaelewana tu na tunafanya kazi. Bana, wagwan sana, zidi kufuatilia pale kwenye mitandao yetu ya kijamii Sports One Media. Nenda pale TikTok, nenda ukafollow. Nenda YouTube pia Sports One Media, nenda pia ukasubscribe pale, like, share, comment. Na inakuwa wagwan zaidi, au sio? Bana, shukran sana kwa time yako, zidi kutusupport. Alafu tuambie next mnamtaka nani, kwa sababu hiki ni kiti ambacho ni kiti moto ama ni meza moto ya siasa ambayo ndo sasa imekwisha kumwananga. Naitwa Michael Katsereski the future, MC Bizo 7 aka Kiongozi, na tumetoka.